Bado nachukua taarifa, nataka kuzisafirisha hapa kidogo. Kwa kweli kabisa, mara baada ya kuchukua taarifa kwenye mstari wa mpakani kwa Mrina, sasa tuko kwenye mstari huu na tuko hapa kwenye kibwawa tunapoita kibwawani hapa. Sasa tunaelekea moja kwa moja katika eneo la kule kambini nyumbani, na kwa mbali kabisa ukiangalia unakuta mipangilio mizuri ya migomba, miche ya mapapai unaiona kama vile jinsi inavyoonekana kwa mbali, na miche ya migomba hiyo ndio inatoka na inaendelea vizuri. Kiukweli hali halisi inapendeza kuiona, ukiona kikweli inapendeza. Hii yani mapapai yote unayoona ni yale mapapai ambayo sasa ni makubwa na tayari yana maua kabisa. Ni kuonesha kwamba sasa hali ya uzaaji sasa inakaribia kabisa. Muda si mrefu hapa tutakuwa na matokeo mazuri ya kuweza kutegemea kupata matunda. Watu wanasema kwamba mwili haujengwi kwa matofali bali unajengwa kwa matunda, mboga mboga, bilinganya kama jinsi unavyoona hizi hapa. Shamba hili kubwa sana. Hizi ndio ni juhudi za kuhakikisha kwamba mwili unaweza ukajengwa na vitu vya jinsi hiyo. Basi jitihada hizi unazoziona hapa ni kutoka katika shamba hili kubwa kabisa ambalo liko hapa mbugani kwa eneo la mkuu huyu Mr. R. Robert Nchimbi. Hapa ni tayari ule mstari unaitokea kibwawani kufika kambini, na hii hali halisi hapa tuliongeza miti hii miwili kama unavyoiona ya migomba baada ya kukauka mojawapo, lakini ile mingine unaiona kwa pale mbele ni miche ambayo ya mapapai ambayo tumeihamishia rasmi. Hapa palikuwa hapana mapapai, lakini sasa tumehamishia rasmi hapa baada ya kuona kwamba kila shimo tulikuwa tumepanda miche miwili, lakini yote miwili imekuwa majike. Tumeanza kuhamisha, tuliweka hapa miwili na sehemu nyingine tumeendelea kuweka. Hii ni mstari huu, na mstari unaenda moja kwa moja mpaka pale kwenye ile nyumba unaiona kwa mbali. Lakini sasa nikupeleke kwenye mstari huu ambao sasa unakata hapa kati kabisa mwa eneo hizi mbili za bustani. Unayaona mapapai. Hayo yote mapapai ambayo yanaonekana kiujumla ni mapapai migomba yenye nguvu, yote ina afya nzuri na yanaendelea vizuri. Yanatupa matumaini kwamba ndani ya baada ya muda mfupi kila mche wa papai ukiangalia kwa uzuri, mtaalamu wangu anayechukua taarifa hizi akisogeza kamera yake hapa karibu, unaona kabisa maua yanaonekana. Hii inaonyesha kwamba ndani ya muda mfupi hapa tutakuwa na matunda mazuri, matunda mengi ambayo yatakuwa yanatoka katika eneo hili la mbugani. Haya mashimo mengine ambayo unaona hayana kitu ni yale mashimo ambayo tulizungumza kwamba yalijaa maji na mimea ilishindwa kuendelea vizuri. Na hii miche mingine ambayo kama vile imenyauka ni ile miche ambayo tumehamisha kutoka kwenye miche miwili ambayo ilikuwa ni majike, na tumehamisha nafasi zile ambazo ilikufa, miche mingine ilikufa. Kwa hiyo inaendelea vizuri, lakini baada ya muda mfupi tutapata matokeo mazuri. Haya yote ni mapapai ambayo yanaendelea vizuri na yana afya nzuri. Migomba inaendelea vizuri huku na huku kama jinsi unavyoona. Hili ni shamba kubwa sana la eka moja la mtaalamu wangu Isaya Pikipiki la Yebo mkono wangu huu wa kulia, lakini hapa katikati mkono huu wa kushoto ni eneo la mimi hapa mzungumzaji bwana Richard Thomas Nchimbi alimaarufu Gamba. Nadhani wengi sana huko mitaani huko mijini mnanijua kwa jina la Gamba, lakini yote kwa yote Mswahili mimi wananiita kwa jina maarufu MC R Nchimbi. Ukitaka kunijua kunipata na unanipata kwa wepesi kabisa. Watu wanaendelea kuchuma. Leo hii ni siku ya uchumaji wa mazao haya ya yebo katika maeneo haya. Hili ndio sasa ni eneo la Misagamba. Unaona watu tena nao wanapita humu wakiendelea kuchuma mchumo wetu wa tatu wa kufundisha zao letu hili la yebo. Kazi inaendelea. Hapa mbele yangu namuona mama Masanja, lakini pale kati bwana Believe wanaendelea kusababisha kwamba kuhakikisha kwamba leo hii mazao haya yanaenda sokoni. Lakini hapa katikati anaonekana huyu ni Sifaeli, na kule mwisho kabisa huyu anayeonekana ni mama yao, ndio mwenyewe Margaret, sio mwingine, Margaret Aranchimbi. Wanaendelea kuchuma yebo hizi ili baada ya muda sio mrefu ziweze kwenda sokoni. Mkuu,
kazi inaenda vizuri. Hapa ndio ni mwisho wa huu mstari wa kati. Nikisema mstari wa kati wewe tayari unaujua maana yake ni nini. Huu ni mstari wa kati. Mazao kama unavyoyaona yanaendelea vizuri kwa mbali mpaka kule tulikotokea kule. Mazao haya yanaendelea vizuri. Mgomba papai, mgomba papai, mgomba papai unaendelea vizuri. Sasa tunaendelea sasa katika hatua nyingine. Labda hapo kwa vile niko karibu sana na Mama Nchimbi, labda nimuulize kwamba ana nini la kuzungumza katika siku hii ya leo. Mama Nchimbi, habari za kazi?